Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Wikendi hii tutazungumzia kuhusu huduma ya ajabu ya Roho Mtakatifu inayoendelea wakati huu maishani mwetu. Na jinsi Yesu alisema itakuwa bora kwenu, aliwaambia wafuasi wake, itakuwa bora kwenu nikiwaacha, kwa sababu nikiwaacha nitamtuma Roho Mtakatifu kwenu. Habari njema kweli hiyo. Nitamtuma Roho Mtakatifu ili awe na ushirika wa karibu na nyinyi. Mnaona, Yesu alikuwa nao, lakini Roho Mtakatifu atakuja na ingie ndani yao na aishi ndani yao. Kuwa na nyinyi ni nzuri, lakini aishi ndani ni nzuri zaidi. Amen. Kuwa karibu zaidi ni vizuri zaidi. Hakika ni furaha kwangu kwamba ninapomhitaji Mungu si lazima niende kumtafuta. Si lazima niende kumtafuta mahali popote. Yuko karibu sana. Ni muhimu sana kwa watu wanaotaka kuwa na uhusiano na Mungu kujua kwamba Biblia inapotukaribisha kumpokea Kristo inasema kwamba ni sharti tuzaliwe upya. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu anakuja na kuishi ndani yetu na anatufanya tuwe wapya ndani yetu. Kisha kile kilicho ndani yetu kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu kinajidhihirisha kwa nje ili kiweze kuleta manufaa kwa watu walio hapa nje duniani. Mnajua, hatupati manufaa yoyote kuwahubiria tu watu. Tunahitaji kuwaonyesha kitu. Na mnajua, tunataka kuwa watu wema. Tunataka kutembea katika matunda ya Roho. Nina uhakika kwamba nyinyi nyote katika jengo hili usiku wa leo na nyinyi ambao mnatutazama kwenye runinga, mnataka kutenda mema, la sivyo hamngekuwa mnatazama wala kusikiza mafunzo haya. Lakini ukweli ni kwamba hatuwezi kufanya hivyo bila usaidizi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Anatutia nguvu. Yeye ndiye hutufunza. Mimi ni mwalimu tu, lakini Roho Mtakatifu ndiye mwalimu halisi. Na mnaona, ninaamini kwa dhati kwamba hata kile mnachopata kutoka kwa walimu wenu ni sharti mwende nacho nyumbani na mkiweke mbele ya Mungu na mumwamini kwamba atafanya mafunzo hayo yawe ufunuo maishani mwenu. Mnaelewa hilo? Haitoshi kupokea tu mafunzo. Unaweza washa runinga yako na upokee mafunzo. Nazungumza kuhusu mafunzo ya kiroho. Wengi wenu huenda mna hiki. Nina Biblia kwenye simu yangu, huwa inaniletea andiko kila siku. Mnajua, unaweza kupata maandiko kila mahali siku hizi. Na wakati mwingine jambo hili unitatiza kwa sababu nafikiri tuna maandiko mengi lakini hatuna ufunuo wa kutosha. Na kwa sababu kitu kinapokuwa ufunuo, tunaanza kukitekeleza. Kinakuwa kitu cha kweli maishani mwetu. Kama ni ufahamu tu ulio akilini au taarifa, basi hakitakuwa na manufaa kwetu. Kwa hivyo tunahitaji Roho Mtakatifu ndiye awe mwalimu maishani mwetu. Biblia inasema katika Yohana 16 kwamba Roho Mtakatifu tuongoza katika ukweli wote. Hebu tutafakari hilo kwa dakika moja tu, tukiwa na mtazamo wa kupata uponyaji kutoka kwa mambo yaliyotumiza hapo zamani. Mnajua, watu wengi, nikisema wazi, wanapompokea Kristo wanampokea kwa sababu maisha yao yameharibika vibaya kiasi kwamba hawajui wafanye nini. Wamejaribu kila kitu wanachoweza kufanya na hawajafaulu. Kwa hivyo wanakata tamaa na wanamuomba Mungu awasaidie. Ni jambo la kusikitisha kwamba tutachukua mtazamo huo. Sisi wote hufanya hivyo, lakini wengi wetu humwendea Mungu kwa sababu tuna mahitaji na tunahitaji msaada. Lakini Mungu hana shida katika kutusaidia. Anataka kutusaidia, anataka kutuponya, lakini hataki tuwe daima katika hali ya kusaidiwa. Anataka tupate uponyaji kisha tuanze kusaidia mtu mwingine. Lakini sehemu ya hali hii ya kupata uponyaji hufanyika maishani mwetu. Tunahitaji sana huduma ya Roho Mtakatifu katika kipindi hicho cha kupata uponyaji, kwa sababu yeye hutuongoza kwa ukweli. Yeye hutuongoza hatua moja baada ya nyingine katika mambo ambayo ni vigumu kwetu kukabiliana nayo, na mambo ambayo hutusaidia kufikia kiwango cha juu zaidi cha ushindi na uponyaji. Mfano, babangu alinidhulumu kimapenzi. Nilipoondoka nyumbani nilifikiri, sawa, hayo yamekwisha. Naondoka hapa, shida hii iko nyuma yangu sasa. Kweli niliondokea shida hiyo, lakini bado nilienda na shida hiyo. Ilikuwa katika nafsi yangu.
bado ilikuwa inaathiri fikra zangu, hisia zangu na mahusiano yangu yote. Hata nia yangu, nilikuwa mkaidi sana, tena mwenye kichwa kigumu, kwa sababu nilikuwa nimeumizwa na nilijiahidi kwamba hakuna mtu atanitawala tena. Kwa hivyo nilipomjua Roho Mtakatifu hapo mwanzo na nikaanza kusoma maandiko na nikaona kwamba kuna nguvu ninayoweza kutumia, uponyaji ulianza maishani mwangu. Mnajua, tunaweza kuwa na Yesu ndani yetu, lakini anataka kujidhihirisha maishani mwetu kwa nje ili dunia imuone. Mnajua, waumini ndio tumaini la pekee ambalo dunia inalo la kumuona Yesu. Mmenisikia? Mmenisikia? Nimesema waumini, yani Wakristo, ndio tumaini la pekee ambalo dunia iliyopotea inayoteseka inalo la kumuona Yesu. Ikiwa unafanya kazi katika ofisi iliyojaa watu wasioamini, hata kama wewe ndio muumini peke yako hapo, unapaswa kuwa na furaha kubwa kwenda hapo na kumwakilisha Kristo kwa watu hao, kwa sababu huenda wewe ndiye utakuwa Yesu peke yake watakayemwona. Amen. Kwa hivyo nilikuwa na matatizo mengi ndani yangu, lakini sikuwa nayashughulikia, na sasa nilikuwa na Roho Mtakatifu maishani mwangu. Nilikuwa nimejulishwa kuhusu nguvu hiyo, nilikuwa najifunza mambo mengi mazuri. Na siku moja mume wangu alileta nyumbani kitabu alichokuwa amenunua katika kongamano moja tulilokuwa tumehudhuria, ambapo mnenaji alikuwa mwanamke mmoja aliyekuwa ameumizwa katika utoto wake kama vile mimi. Babake alikuwa amemdhulumu kimapenzi na alikuwa na uhusiano na mwanaume mmoja baada ya mwingine. Aliingilia ukahaba na maovu mengine mengi. Alikuwa na kitabu alichoandika kuhusu jinsi alivyopata uponyaji kupitia Kristo. Mume wangu alinunulia kitabu hicho. Sikutaka kitabu hicho, sikuwa nimekusudia kusoma kitabu hicho. Shida hiyo ilikuwa nyuma yangu, mnaelewa? Nilikuwa nimeondokea shida hiyo. Sikutaka kuizungumzia, sikutaka kuifikiria, sikutaka kuirejelea. Mnaona, mara nyingi tukitaka kuwa huru kutokana na kitu fulani, hatuwezi tu kukitoroka. Ni sharti tuende na tukabiliane nacho pamoja na Roho Mtakatifu. Nisikilizeni sasa, ni sharti turudi kwenye sehemu tulizotoroka. Turudi kwa hiyo milango tuliyofunga kwa vishindo, lakini tumshukuru Mungu kwamba hatuendi peke yetu. Roho Mtakatifu hutupeleka huko na anatembea nasi katika mambo hayo, kwa sababu chochote unachotoroka kina kiasi fulani cha nguvu juu yako. Acha nirudie hilo tena. Chochote unachotoroka kina kiasi fulani cha nguvu juu yako, kwa sababu kila kinapojitokeza kitakufanya ukitoroke tena. Lakini ukishakabiliana nacho na ukishinde, basi hakitakuwa na nguvu juu yako tena. Sasa umekiweza, kiko chini yako. Kwa hivyo ilinibidi nikabiliane na mambo. Ilinibidi nikabiliane na ukweli kwamba wazazi wangu hawakunipenda, hawakujua jinsi ya kunipenda. Ilinibidi nikabiliane na ukweli kwamba nilidhulumiwa, kwamba kulikuwa na uchungu mwingi maishani mwangu kwa sababu ya jambo hilo. Ilinibidi nikabiliane na ukweli kwamba nilikuwa na tabia za kustaajabisha kwa ajili ya yale yaliyonifikia, na sikupaswa kulaumu kila mtu aliye maishani mwangu kwa sasa. Mnajua, wakati mwingine ikiwa tumeumizwa mahali ndani ya nafsi zetu na bado tumebeba uchungu huo ndani yetu, basi huwa tunataka kulaumu kila mtu aliye maishani mwetu kwa sasa, na tunataka watu wengine walipie uchungu ambao ulisababishwa na mtu mwingine. Basi nilifungua kitabu hicho na nikasoma ukurasa wa kwanza, na sikupenda nilichosoma kwa sababu hisia na kumbukumbu zangu zote zilianza kujitokeza nafsini mwangu, na nilikitupa chini na nikasema kwa sauti, sitasoma hii. Na Roho Mtakatifu kwa upole akaniambia hivi, wakati umefika. Wakati umefika. Na nawaambia wazi, yale nawaambia sasa hayako kabisa katika mafunzo niliyoandika kwa kitabu changu. Sikuwa nimepanga kuyasema nilipofungua kinywa changu. Kwa hivyo tuseme tu kwamba Mungu anajaribu kunena na mtu hapa, na pengine anajaribu kukuambia usiku wa leo kwamba wakati umefika. Pengine kuna mtu hapo juu, wakati umefika. Wakati umefika. Mnaona, tunaweza kufikiria sidhani naweza kukabiliana na hilo, lakini angalia, cha muhimu ni kwamba hutafanya hivyo peke yako, kwa sababu utakuwa na Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu, uwepo wa Mungu, upako wa Mungu utakuwa nawe katika kila hatua unapokabiliana na jambo hilo, na utapata ushindi. Kwa hivyo uponyaji huchukua muda kidogo. Uponyaji wa nafsi zetu huchukua muda kidogo, lakini hatua kwa hatua Roho Mtakatifu hutuongoza kwa ukweli
ambao hutuweka huru. Huduma ya Roho Mtakatifu ni jambo la kuudhi sana watu wanapokaa kanisani maisha yao yote na kamwe hawafahamu ushirika wa karibu wanaoweza kuwa nao na Mungu kupitia Roho Mtakatifu na huduma ya Roho Mtakatifu maishani mwao. Mimi hukasirika na nashikwa na hasira ya kiroho nikifikiria kuhusu miaka nyingi niliyotatizika, ilhali ningekuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kama mtu angeniambia kuhusu jambo hilo. Kwa hivyo sitaki kuwa na hatia ya kutowaambia watu kwamba kuna nguvu wanayoweza kutumia. Hutaweza peke yako. Lakini kwa kweli, na si kutamka tu maandiko ovyo, Mungu anaweza mambo yote. Amen. Kwa hivyo, tuna Roho Mtakatifu sasa. Ikiwa wewe unamwamini Kristo na uko huru kuendelea kuwa katika hali ya kujazwa na Roho, ni zawadi ya ajabu kuwa nayo. Lakini Biblia inatufunza mambo kadhaa yatakayotufanya tumwogope Mungu. Mnajua kuna hofu ambayo ni mbaya na kuna hofu ambayo ni nzuri tunayopaswa kuwa nayo. Na Biblia inasema mwanzo wa hekima ni kumcha Mungu. Na hiyo ni hofu ya kiheshima ambayo Mungu anaonya tusicheze nayo. Amen. Kwa mfano katika Wagalatia inasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Anasema nini hapa? Usifikiri utaepuka adhabu yangu, kwa sababu sina mchezo. Na Mungu anaposema ukifanya hivi utabarikiwa, usipofanya hivi hutabarikiwa, anamaanisha anachosema. Kuna mambo kadhaa ambayo Biblia inazungumzia ambayo nafikiri ni muhimu sana. Ikiwa tunataka kulinda upako huu wenye thamani kubwa ulio maishani mwetu, na tukitaka kuhifadhi kuona ukikua na uachiliwe maishani mwetu kikamilifu, basi Biblia inasema ni sharti tujifunze kutomhuzunisha Roho Mtakatifu. Hiyo ni katika Waefeso 4:30. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, maana Roho huyo ni alama ya Mungu kwenu kwamba ninyi ni watu wake. Kisha katika Wathesalonike wa kwanza 5:19 inasema msimzimishe Roho, msimhuzunishe Roho Mtakatifu, msimzimishe Roho Mtakatifu, msimhuzunishe Roho Mtakatifu, msimzimishe Roho Mtakatifu. Mambo yanayoweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni kama vile mazungumzo yetu. Hebu tusome Waefeso 4:29 kwa sababu sina uhakika kwamba mnaniamini. Hebu tuisome pamoja. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema na la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Kwa hivyo tunapowaambia watu maneno mabaya na ya kuumiza na yasiyo ya ukarimu, na tunawafadhaisha na tunawaumiza, hiyo humhuzunisha Roho Mtakatifu. Sasa mnapaswa kuelewa jambo hili. Ikiwa Roho Mtakatifu yuko ndani yako na ndani yangu na tumhuzunishe, basi nasi pia tunahisi huzuni hiyo. Tukimhuzunisha, basi nasi pia tunahisi huzuni hiyo. Kwa hivyo acha niwaambie hivi. Watu wengi wanaozongwa na hisia hiyo ya uzito au nina huzuni, sijui kwa nini nina huzuni, siwezi kuondoa huzuni hii, kuna uwezekano mkubwa kwamba unamhuzunisha Roho Mtakatifu. Na hiyo ndiyo njia yake ya kukujulisha, sipendi jambo hili na silipendi kwa sababu halina manufaa kwako. Sipendi jambo hili na silipendi kwa sababu halina manufaa kwako. Kila kitu ambacho Mungu anatuambia tufanye au tusifanye si kwa manufaa yake, ni kwa manufaa yetu. Na tukijifunza hilo kwa haraka, basi itakuwa rahisi kwetu kuishi maisha ya utiifu. Kisha mstari wa 30 unasema usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Kisha mstari wa 31, hebu tuangazie kidogo. Ni mrefu kidogo, lakini mtaelewa ujumbe wake haraka sana. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, na kadhalika na kadhalika na kadhalika.
Kwa hivyo anazungumza kuhusu hasira, kutosamehe na uchungu na hizo hisia zote na sumu ambazo sisi huwa na mazoea ya kushikilia. Na ni rahisi sana kusamehe watu wengine kikamilifu, tena kwa haraka, tukikumbuka yote ambayo Mungu ametusamehe. Hakika unitarajini kusamehe kosa hilo tena, umenikosea mara 4. Lakini ni mara ngapi sisi humfanyia Mungu vivyo hivyo tena na tena na tena na tena? Kwa hivyo mnaelewa hilo na hakuna haja nilizungumzie kwa kina. Kisha Wathesalonike wa kwanza inatuambia tusimzimishe au tusimpinge Roho Mtakatifu. Nataka tu niendelee kuzungumza kuhusu baadhi ya mambo haya usiku wa leo. Tutaanza na Waefeso mlango wa 3 mstari wa 16. Awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Wow. Kuna mtu hapa usiku wa leo ambaye angependa kuwa na utu uliojazwa na Roho? Oh, Bwana asifiwe. Kwa hivyo, naomba hili kwa maisha yangu. Hivi ni vitu baadhi unavyoweza kufanya ili ukae katika hali ya kujazwa na kushikilia kwa dhati nguvu ya Roho Mtakatifu. Mungu nijaze upya na nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haendi mahali popote, kwa hivyo, kwa kila dhamira na kusudi. Tunachosema si kujazwa mara kwa mara, lakini Biblia inasema katika Waefeso, muwe daima mmejazwa na Roho. Na huwa nafanya mzaha kuhusu jambo hilo na naisema hivi: katika siku moja duniani nguvu nyingi hututoka na tunahitaji kujaza tanki letu la nguvu kila asubuhi. Lakini hebu tutafakari hilo. Ikiwa una nguvu ya kutosha ndani yako, basi unaweza kukabiliana na jambo lolote linalokukabili kutoka nje. Nimesema ikiwa tuna nguvu ya kutosha ndani yetu, basi tunaweza kukabiliana na jambo lolote linalotukabili kutoka nje. Tutaweza kuwa wakarimu kwa watu wanaotukera. Tutaweza kuwa na subira na watu ambao wanatuudhi. Mnajua, dunia leo ina shida nyingi. Je, kuna mtu amegundua hilo? Dunia ni mahali penye shida nyingi, na nawaambia mchukue msimamo na mwakilishe Kristo katika dunia leo. Nafikiri tunahitaji nguvu kamilifu za Roho Mtakatifu maishani mwetu ili atusaidie kufanya hivyo. Hata katika mambo haya yote, kama vile kuwa na mazungumzo sahihi, tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Kutokuwa na hasira na uchungu na mambo hayo yote, tutahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Si kitu tunachohitaji kusoma kisha niende nikajaribu kukitekeleza na kinafanyika. Nahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, na mnajua Mungu anataka sana kuona tukimwamini, kiasi kwamba hataacha kitu chochote kifaulu maishani mwetu ikiwa hatutamtegemea yeye. Jamani, ni sharti tumwamini Mungu na tumtegemee. Kwa hivyo tunahitaji uwepo wake na nguvu ya Roho Mtakatifu maishani mwetu. Utu uliojazwa na Roho Mtakatifu. Wow. Unaweza kuhudhuria moja ya mikutano yangu wakati wowote unaotaka. Washa runinga yako kila asubuhi na utu wako urekebishwe. Waefeso 3:19. Paulo alisema, na mpate kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu. Mpate kutimilika katika utu wenu wote, kwa utimilifu wote wa Mungu, mpate uwepo wa Mungu kwa kiwango kikubwa sana, na muwe mwili uliojazwa kikamilifu na unaofurika na uwepo wa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo hapa katika mistari miwili napata utu uliojazwa na Roho, na naweza kuwa mwili uliojazwa na unaofurika na uwepo wa Mungu. Na nini kingetendeka duniani ikiwa kila muumini angetoka nje kila asubuhi na tanki yake imejazwa kwa namna hiyo? Jamani, mnajua ukiendesha gari lako bila mafuta litazimika njiani. Ikiwa unajaribu kwenda duniani na uishi maisha yako bila upako, hutafika mbali. Tafakari kuhusu maandiko haya. Mtie nguvu mtu wa ndani kupitia nguvu kuu ya Roho Mtakatifu
anayejaza utu wetu. Wow. Mnajua tunapaswa kuzingatia utu wetu kama chombo kinachoweza kutumiwa na Mungu. Mungu hutekeleza kazi yake kupitia utu wetu, kupitia akili zetu, kupitia mambo tunayowatendea wengine, jinsi tunavyozungumza. Anafanya kazi kupitia mili yetu, mikono yetu, miguu yetu. Mungu hutumia watu. Na kwa hivyo tuzingatie utu wetu kama chombo cha Roho Mtakatifu. Matunda ya Roho Mtakatifu ni upendo, furaha, amani, subira, ukarimu, wema, uaminifu, upole na kujidhibiti mwenyewe. Wakati Roho Mtakatifu yuko maishani mwetu, hayo ndiyo tunapaswa kudhihirisha. Mbegu ya matunda hayo yote iko ndani yetu, na tukishirikiana na kazi ya Roho Mtakatifu, basi mbegu hiyo itakuwa na tutakuwa watu wema. Wenye upendo, furaha, amani, subira, wema, ukarimu, na kwa kweli tutavutia dunia nzima. Je, kuna mtu hapa amegundua kwamba kanisa halivutii dunia sana siku hizi? Jambo hilo halihusishi majengo ya kanisa hata kidogo. Ni washirika, sisi ndio kanisa. Na hawavutiwi na stika zetu na shanga zetu za Kikristo, wala na tafsiri zetu zote za Biblia. Wanataka kuona matunda. Matunda, mtawajua kwa matunda yao: upendo, furaha, amani, subira, wema, ukarimu na upole. Sawa, hiki hapa ni kifungu cha ajabu cha maandiko. Nimekisoma kwa miaka mingi bila kukielewa, na kwa kweli nilionea mti huu wa mtini huruma, lakini mwishowe nilikielewa. Mstari wa 18, hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Kinamzungumzia Yesu. Kila mtu aseme aliona njaa. Sasa semeni, dunia imejaa watu wenye njaa. Akauona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, lakini aliukuta hauna chochote ila majani matupu. Tafsiri ya Amplified inasema, kwa vile alijua kwamba mtini huzaa matunda na majani kwa wakati mmoja, basi akawaambia, usizae tena matunda milele. Papo hapo huo mtini ukanyauka. Sasa kabla niwe na tafsiri ya Amplified ambayo inanipatia ufahamu mzuri zaidi, nilionea mtini huo huruma. Nilifikiri, sawa, una njaa, unakasirikia mtini huo kwa sababu hauwezi kukupatia unachotaka, kwa hivyo unaulaani na unanyauka. Sikuelewa, unajua. Na kisha uchambuzi na ufahamu wa kina zaidi ulinifundisha kwamba unapoona majani yametoka kwenye mti wa mtini, basi bila shaka kuna matunda chini ya majani hayo. Halo. Sasa hebu turudi kwa bustani kidogo na tuseme, Adamu pia alijaribu kuishi kwa majani peke yake na hakufaulu. Na Wakristo wengi wana majani peke yake. Nami pia kwa miaka mingi nilikuwa na majani peke yake. Mnauliza, unamaanisha nini ukisema majani? Nilienda kanisani, nilikuwa na jani la kanisa. Nilisoma mlango mmoja wa Biblia kila siku bila kujali kama nilihitaji kufanya hivyo au la. Sikilizeni. Nilipiga magoti kando ya kitanda changu kwa dakika chache kila usiku na nikaomba ombi lile lile. Baba, nisaidie kuwa mke mzuri, mama mzuri, na la muhimu zaidi niwe Mkristo mzuri. Na nikamaliza. Hayo ndiyo yalikuwa maombi yangu. Na kisha nilisema hivi, nisamehe Mungu, nisamehe. Niliomba ombi hilo hilo tena na tena na tena na tena na tena, nisamehe dhambi zangu zote. Na nilikuwa nafikiri kuhusu mambo yangu ya zamani. Na mnajua, hatimaye baada ya miaka 20 ya kuendelea hivyo kama mwenda wazimu, hatimaye nilisikia Roho Mtakatifu akisema, nilikusamehe mara ya kwanza uliponiomba msamaha. Mbona usikubali na uendelee na maisha yako? Lakini mnaona, hutasikia sauti ya Mungu ikiwa huna ushirika wa karibu na yeye. Kwa hivyo nilikuwa na majani mengi. Nilikuwa na jani dogo la kazi ya kanisa, na nilipoanza kuingia ndani zaidi katika maandiko na nikaanza kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, kidogo majani yangu yaliongezeka. Nilikuwa na majani kadhaa ya shanga za Ukristo. Nilikuwa na msalaba mkubwa na beji kubwa ambayo iliandikwa Yesu. Nilikuwa na stika kwenye gari langu. Tuko pamoja? Lakini tatizo ni hili, sikuwa na matunda.
Nilikuwa kama mtini uliokuwa na majani bila matunda, na dunia ilikuwa na njaa. Na mtini huu unatupatia funzo muhimu sana. Yesu aliulaani huo mtini kwa sababu ulikuwa bandia. Na hapendezwi na watu bandia ambao wanaonekana ni watu wa maana, ilhali ukweli ni kwamba wao ni bandia. Mnajua watu kadhaa ambao waliguswa na Yesu walitaka kusafiri na yeye mara moja. Walikuwa tayari kuacha kila kitu na wasafiri na yeye, lakini aliwaamuru waende nyumbani kwao, na alisema, nendeni nyumbani na muwaonyeshe mambo makuu niliyowatendea. Mnajua nini? Kama haifanyi kazi nyumbani, basi imeharibika. Nenda nyumbani na waonyeshe kile nilichokufanyia. Nenda kwao na waonyeshe. Kama umekuwa mtu wa kuzua rabsha, nenda nyumbani na uishi kwa amani kwa miaka 2 hivi na uone manufaa utakayoletea familia yako. Pata utu uliojazwa na Roho na uwe na mwili uliojazwa na Mungu kiasi cha kufurika. Hiyo itavutia watu. Mungu alipogusa maisha yangu, haikunilazimu kwenda huku na huko nikiambia kila mtu kwamba amenigusa. Walianza kuniuliza, nini kimebadilika maishani mwako? Nini inaendelea maishani mwako? Tabia zako ni tofauti na za hapo awali. Tuache utu wetu uwe chombo cha Roho Mtakatifu. Sasa, hii hapa ni chupa iliyo na mafuta ya mikono ndani yake. Ni kimiminio na kina mafuta ya mikono ndani yake. Kwa hivyo, naenda juu. Haya, imetoka. Nimepata kile nilichotaka kutoka kwake. Nimepata mafuta ya mikono sasa. Je, ningefanya hivyo? Hata inanukia vizuri. Je, ningefanya hivyo na nipate petroli nyeusi? Wacha niulize swali. Nini hufanyika watu wakikufinya kidogo? Watapata nini? Wanapata upendo, furaha, amani, subira, wema, ukarimu, upole, unyenyekevu na kiasi. Nini hufanyika tunda lako linapofinywa? Je, sisi ni kama chungwa lililoivishwa ndani ya gesi na linaonekana maridadi kwa nje huko dukani, lakini tunapolikata tunagundua limekauka vibaya? Usiku wa leo nawaambia tunaingia ndani kweli. Hebu tusome Mwanzo 12:1-2. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Wakati mwingine huwezi kukua katika Mungu ikiwa hutaondoka kwenye mambo fulani. Kwa hivyo, hilo nitaliachia hapo kidogo. Jamani, naweza kusema mengi lakini ni bora nijihadhari. Sawa basi, acha niseme. Wacha niwadokezee kwa kusema hivi. Sijali wewe ni wa kanisa gani, bora liwe na kanuni nzuri zinazostahili. Cha muhimu hapa si kanisa langu wala kanisa lako. Lakini nitasema hivi, ikiwa wewe ni mshirika wa kanisa lililokufa, basi usitarajie kukua ukiwa hapo. Sitaki kumkosea mamangu. Mnajua wakati mwingine ikiwa unataka kuwa na nguvu ya Mungu maishani mwako, itakubidi ufanye maamuzi yasiyowafurahisha watu wengine. Huwa tunafanya mengi sana kuwafurahisha watu, kisha tunakasirika. Na hata tunakuwa na uchungu na tunaudhika kwa sababu tunaona kana kwamba kila mtu ameiba maisha yetu. Nimesema vya kutosha. Ikiwa unataka kuwa na uhai, basi upasi kutangamana na vitu vilivyokufa. Tutazungumza mengi zaidi kuhusu vitu vilivyokufa baada ya muda mfupi. Basi, wengi wa jamaa za Abrahamu walikuwa wanaabudu miungu, na ndio kwa sababu Mungu alisema, wewe toka huko.
Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe, alisema ni kwa manufaa yako, katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sasa hebu sikilizeni haya. Nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa, na kukubariki, nitakupa kibali cha kiwango kikubwa, na kulikuza jina lako, nawe uwe wa baraka, utawatendea watu mema. Unakuwa kama kimiminio cha Roho Mtakatifu, na unaomba tu mtu akufinye na Roho Mtakatifu amiminwe kwake. Wacha niulize tena, watu hupata nini wanapokufinya? Sasa Biblia hutumia maneno haya, kuvaa na kuvua. Na napenda sana kufunza kuhusu jambo hili kwa sababu maneno haya yote ni vitendo. Si kitu kinachofanyika tu. Inasema mvae Yesu, mvue mtu wa zamani, mvae mtu mpya. Haya ni maamuzi tunayofanya kuhusu jinsi tabia zetu zitakuwa. Lakini sasa wacha niseme hivi haraka kabla tujaendelea mbele. Haijalishi ni uamuzi gani nitafanya au wewe utafanya, uamuzi huo hautafaulu bila ya msukumo na usaidizi wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sitaki muone ni kama nawaambia, haya ndiyo mambo mnayopaswa kufanya, nendeni nyumbani na myafanye. Ndiyo, tunahitaji kufanya mambo hayo, lakini hatuwezi kufanya bila Roho Mtakatifu. Yesu alisema, bila mimi hamuwezi kufanya lolote. Ndiyo maana ni sharti tumtegemee Roho Mtakatifu ambaye amekuja kuishi katika ushirika wa karibu na sisi. Sikilizeni, usaidizi wote tunaohitaji unaishi ndani yetu. Nimesema usaidizi wote unaohitaji unaishi ndani yako. Hebu niwaambie, ikiwa umefungwa na mazoea fulani mabaya maishani mwako, una usaidizi unaohitaji kuupinga ndani yako. Ndio unao. Oh, siwezi. Acha kusema uwezi, na uanze kusema naweza. Nguvu ya Roho Mtakatifu iko maishani mwangu kuniwezesha kufanya kile ninachopaswa kufanya. Naweza kukifanya, si kwa nguvu zangu, bali kupitia Kristo naweza kufanya kile ninachopaswa kufanya. Na mnajua nini? Punde unapoamini, unaamini kikweli na uache kuishi na hofu kwamba kitu hicho kina nguvu kukushinda. Punde unapoamini, utakuwa huru kutokana nacho. Punde unapoamini kikweli. Ushirika wa karibu. Ushirika wa karibu. Sasa nitawasomea vifungu vitatu vinavyotuzungumzia kuhusu tabia. Lakini nataka mwelewe vizuri kabisa kwamba mimi na wewe hatuwezi kuwa na tabia ambazo Biblia inatuagiza tuwe nazo ikiwa nguvu ya ajabu ya Roho Mtakatifu haitatawala maisha yetu kikamilifu. Wakolosai 3:12 hadi 14. Kwa hivyo kile kifungu hiki kinazungumzia ni kwamba tunahitaji kufunikwa kiroho. Tunahitaji kuvaa mavazi ya kiroho. Kama vile mnavaa mavazi yenu ya kimwili, tunahitaji kuvaa mavazi ya kiroho. Na kwa maoni yangu, tunafanya hivyo kupitia kufanya maamuzi na kumwomba Mungu atusaidie na nguvu yake. Fanya uamuzi na umwombe Mungu asaidie uamuzi wako na nguvu zake. Mungu hawezi kufanya jambo lolote kupitia kwako ikiwa hutafanya uamuzi, kwa sababu tuna haki ya kufanya uamuzi. Amen. Nguvu ya kufanya uamuzi ni kitu cha ajabu. Basi anasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, wawakilishi wake aliyowachagua mwenyewe, watakatifu wapendwao na Mungu mwenyewe, kwa ajili ya kuwa na tabia kama, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu. Unyenyekevu haumaanishi kujiona hauna manufaa, upole, uvumilivu, usiochoka na wenye subira, na napenda hii, na yenye uwezo wa kustahimili chochote bila kufadhaika. Wow. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na nyinyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu. Vaeni tu. Wakolosai 3:8 na 9. Niwieni radhi kidogo. Lakini sasa mnapaswa kuachana na mambo haya yote: hasira, tamaa, uovu, kufuru au maneno yasiyofaa yasitoke kama vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwani ninyi mmekwisha vua ule utu wa kale
pamoja na matendo yake yote mkavaa utu mpya. Kwa hivyo tunaambiwa, vueni mambo ya kale na mjivishe mambo mapya. Na kwa maoni yangu, tunafanya hivyo kwa kusoma Biblia na kusema, Mungu, nakubaliana na hilo na sitakubali kuendelea kutenda matendo haya. Nimeamua kuwa na matendo mema, lakini bado naenda mbele za Mungu na nasema, wewe na mimi tunajua kwamba siwezi kufanya hivyo bila wewe. Kwa hivyo mafanikio niliyo nayo leo ni kwa ajili yako. Na mahali nitakosea, basi nitajilaumu mwenyewe. Na bila shaka sitafikia 100% leo, lakini nitanyanyuka kesho na nitajaribu tena, na siku itakayofuata na itakayofuata na itakayofuata, na utaendelea kuniinua kutoka utukufu mmoja hadi mwingine, mpaka hatimaye tunabadilishwa na kuwa kama yeye. Msiwe na majani, bali muwe na matunda. Natarajia kwamba kuna mtu katika jengo hili ameguswa. Sasa mnajua, Mtume Paulo alitoa kauli hii ambayo bado husisimua akili zangu. Alisema, nifuateni ninapomfuata Kristo. Sasa ni wangapi kati yetu tunaweza kuwa na ujasiri wa kusema hivi kwa marafiki zetu wote, ukiwa na matendo kama yangu utakuwa sawa? Kwa kweli tunapaswa kuweza kusema hivyo. Nasema tunapaswa kuweza kusema hivyo. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza 4:12 kwamba tunapaswa kuwa mfano wa kuigwa na wengine. Mfano wa imani, mfano wa tabia. Niangalie na nitakuonyesha maana ya kuwa Mkristo. Sikilizeni, mko hapo usiku wa leo? Niangalieni na nitakuonyesha maana ya kuwa na Kristo maishani mwako. Angalia ushindi huu. Angalia matunda haya mema. Na hasa kama ulikuwa mtu mwovu sana na watu wanaona mabadiliko maishani mwako, bila shaka hawataweza kuleta ubishi. Nasema wazi, ikiwa wewe ni mwovu sana, unapaswa kufurahia kwa sababu Mungu ana mambo mengi mazuri anayoweza kufanya ambayo yatashangaza kila mtu. Sasa una upako. Kila mtu ambaye anamjua Kristo kama Mwokozi wake ana upako. Una upako wa Roho Mtakatifu maishani mwako. Na upako huo huleta nguvu, uwezo, ujuzi, ufanisi na uweza. Una nguvu, msukumo wa Roho Mtakatifu. Na upako huo, mahali palipo na upako kuna uhai. Sasa tunapaswa kuwa na ujuzi zaidi wa kung'amua wakati kitu kimekufa. Kwa sababu kama kimekufa, basi Mungu hayuko ndani au juu ya kitu hicho. Ndio maana Biblia inazungumza kuhusu kazi zilizokufa. Kazi zilizokufa ni kazi za kimwili. Ni wakati tunajaribu kutekeleza kile ambacho Mungu peke yake ndiye anaweza kutekeleza. Ni wakati nasema, naweza kufanya hilo. Kazi zilizokufa ni kama wakati Abrahamu na Sara waliamua, kwa vile Sara hakuweza kupata mimba, basi Abrahamu anapaswa kumchukua kijakazi wake na walifanya mpango ambao haukuleta manufaa ila kuwaletea matatizo kwa miaka na miaka na miaka. Hiyo inaitwa kazi ya kimwili, kazi iliyokufa. Kazi zilizokufa hutuchosha na kamwe hazituletei matokeo tunayotaka. Mmenisikia? Kazi zilizokufa hutuchosha na kamwe hazituletei matokeo tunayotaka. Kama kitu kimetoka kwa Mungu, ingawa unaweza kupitia kipindi cha kusimama imara kwa subira, hatimaye kitafaulu. Kama kimetoka kwa Mungu, kitafaulu. Hebu na tuangalie Mhubiri 10:1. Sidhani kama nimewahi kutumia kifungu hiki tangu nianze kufunza, lakini niliona ni kizuri kwa ujumbe usiku wa leo. Mainzi mafu hufundisha marhamu ya muuza marashi. Sasa mnajua kwamba neno marhamu hapa linamaanisha upako. Mafuta yaliyomiminwa kwa makuhani na manabii wa Agano la Kale yalikuwa ni marhamu, yani marashi
Yalikuwa mafuta yaliyochanganywa na viungo ambavyo viliyapatia harufu nzuri. Kwa hivyo hebu tuzingatie hili kwa mtazamo huu. Vitu vilivyokufa huathiri upako wetu kuzuiwa na kila kitu maishani mwetu huanza kunuka. Jamani, tuondoe mainzi hao waliokufa, tusiache waharibu upako wetu. Amen. Jamani, sawa. Je, mnaweza kung'amua wakati upako upo na wakati haupo? Hilo ni jambo muhimu sana kwetu, kwa sababu kusema ukweli, mtu anaweza kujionyesha eti ana upako na kumbe hana hata tone moja la upako. Mnanisikia? Msivutiwe sana na yale mnayoona kwa nje. Hakikisheni kuna matunda na muone kama kuna uhai na upako. Kuna kitu chenye upako, sijali kinang'aa kiasi gani, kama hakina upako hakitakuwa na manufaa yoyote. Ni sharti tuwe na upako. Mtu anapokuhubiria akiwa na upako, mahubiri yake yatakuingia na yataleta mabadiliko maishani mwako. Ni lazima yawe na upako. Yesu alisema, maneno yangu ni roho na ni uzima. Sasa tunapaswa kuwa na ujuzi wa kutosha wa kung'amua kama kumekuwa na upungufu wa upako maishani mwetu, mambo mengine ambayo huenda yanatukabili. Tunapaswa kuwa na uwezo wa kujua, je, kuna kitu ambacho hakiko sawa ambacho napaswa kukishughulikia? Hebu tuangazie Luka mlango wa 2 kwa dakika moja tu. Wazazi wa Yesu walikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Inazungumzia Yesu, Maria na Yosefu. Mtoto alipokuwa na umri wa miaka 12, wote walikwenda kwenye sikukuu hiyo kama ilivyokuwa desturi. Baada ya sikukuu, walianza safari ya kurudi makwao, lakini Yesu alibaki Yerusalemu bila wazazi wake kuwa na habari. Basi Yesu hakuwa nao tena, lakini hawakujua. Wow. Naomba Mungu kwamba nisiwahi kujipata katika hali ambayo hayuko na mimi na nisijue. Jamani, jamii yetu na makanisa mengi ambayo hata Yesu mwenyewe hangeenda. Kuna makanisa mengi mazuri, wachungaji wengi wazuri. Ningependekeza sana mtu ajiunge na kanisa nzuri lililo katika eneo lake. Unahitaji uhusiano huo, unahitaji kujitolea, unahitaji kuwa chini ya mchungaji, unahitaji kuwajibika mbele ya mwili wa waumini. Kile ninachowaambia ni kwamba mwende kwenye kanisa ambalo liko hai, mahali ambapo mnaweza kukua na kuimarika na kuhudumu, na pengine hata kuchapwa makofi kidogo mkipoteza mwelekeo. Kuchapwa pia ni sawa. Basi hawakujua. Mstari wa 44. Walidhani alikuwa pamoja na kundi la wasafiri. Sasa mnaona, hapo ndipo huwa tunafanya makosa, tunapokuwa na dhana kwamba yuko na sisi. Ala? Yuko wapi Yesu? Wakaenda mwendo wa kutwa wakidhani yuko nao. Halafu wakaanza kumtafuta miongoni mwa jamaa na marafiki. Kwa kuwa hawakumuona, walirudi Yerusalemu wakimtafuta. Sasa nafanya tu kuwarushia mafunzo hapa na pale. Mnajua, wakati mwingine ni sharti urudi mahali ulipopoteza kile ulichokuwa nacho. Sawa, sasa mnajua, wacha niseme hili ili mtu asije akaniambia nafunza kanuni isiyokuwa sahihi. Bila shaka hatumpotezi Yesu. Kile ninachosema, kwa kweli hata upako hatuupotezi, kwa sababu Biblia inasema unaishi ndani yetu na unasalia na sisi. Lakini tunaweza kuwa na viwango vikubwa zaidi vya upako au viwango vidogo zaidi vya upako. Tunaweza kuwa na nguvu zaidi au nguvu kidogo maishani mwetu kulingana na jinsi tunavyoishi. Kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba Mungu hataweka upako kwenye mwili. Mmenisikia?
mafuta ya upako hayakumiminwa kwenye mwili. Kwa hivyo kama fikra zangu ni za kimwili na nenenda katika mwili, Mungu hataweka upako wake kwangu. Napata upako ninapoanza kuwa na tabia kama zake. Basi walikuwa nadhana kwamba alikuwa nao, lakini hakuwepo. Wamesafiri mchana kutwa, hawakuwa na yeye. Sasa ghafla wanagundua, kuna kitu hakiko sawa. Yesu hayuko hapa. Sasa iliwabidi warudi mahali walifikiri walimwacha. Sawa, sikilizeni hili kwa sababu nafikiri ni muhimu niliseme pia. Mstari wa 45, kwa kuwa hawakumuona, walirudi Yerusalemu wakimtafuta. Sasa sikilizeni hili, siku ya 3 walimpata. Sasa nitasema jambo hili na mko huru kufanya nalo kile mtakacho. Walimpoteza kwa siku moja, iliwachukua siku 3 kumpata. Hiyo ni kusema ni rahisi zaidi kupoteza nguvu zetu kuliko kuzipata punde tunapozipoteza. Na si kwamba nataka kuwatisha, nataka tu kusema tuthamini kile tulicho nacho. Tukichukulia kuwa ni kitu cha muhimu sana, tusimhuzunishe Roho Mtakatifu, tusimzimishe Roho Mtakatifu. Sitaki kuachilia kile ninacho kwa sababu sitaki kujipata katika kazi ya kujaribu kukipata tena. Amen. Sikilizeni, najua maana ya kuhubiri chini ya upako na najua maana ya kuhubiri pasipo upako. Jambo hilo limetokea pengine mara 4 au 5 maishani mwangu, lakini yalikuwa ni mafunzo mema kwangu. Na nataka niwaambie kitu, jamani, ninapoanza kuangalia saa yangu nikitarajia niko karibu kumaliza, basi niko mashakani. Haya, mfano mwingine, Samsoni. Samsoni alijipata katika hali ya nguvu iliyoingia dosari. Yale yaliyomfika ni ya kusikitisha. Tuko karibu kumaliza. Waamuzi 15 mstari wa 14 na 15. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo Roho wa Bwana ikamjia kwa nguvu. Na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawaka kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautwaa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Haya yote kwa sababu ya upako. Nasema, na Musa, Mungu aliweka upako wake kwa mti, na Musa aliutumia kugawanya bahari ya Shamu. Nawaambia hamna mengi. Samahani, nasema si lazima muwe na mengi. Kile Mungu alimwambia Musa ni nini? Nikiko mkononi mwako, nikiweka upako wangu kwa kile kilicho mikononi mwako, na kuambia utajionea. Tuko pamoja? Basi Samsoni alikuwa na nguvu isiyo ya kawaida kwa sababu upako maalum wa Mungu ulikuwa maishani mwake, na alikuwa ameagizwa ni lazima ale kiapo cha mnadhiri, na hiyo ilimaanisha hakuruhusiwa kunyoa nywele zake. Kwa hivyo adui, kama ilivyo kawaida, alimtuma mwanamke kwake ili ajaribu kugundua siri ya nguvu yake. Jina lake lilikuwa Delila, na hakika aliweza kumshawishi, na hatimaye alimwambia siri yake, na alipokuwa analala alikata nywele zake. Sasa hebu tuangazie mlango wa 16 mstari wa 20. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Sasa Delila alikuwa naye hapo, ameshakata nywele zake. Hajui kwamba nguvu yake tayari imeshapotea, hajui kwamba upako wake umeshapotea. Na ulikuwa umepotea kwa sababu alifanya kile Mungu alimwambia asifanye. Wafilisti wanakujia. Akamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wow. Mnajua nini? Kile kilichomtia mashakani kilikuwa kwanza kabisa hakumtii Mungu. Na kisha mnaona inasema aliamka na akafikiri, ni tena na nifanye kile nimekuwa nikifanya kwa kawaida. Huwezi kufikiri tu eti kwa sababu ulifanya kitu fulani vizuri wiki iliyopita utakifanya vizuri tena leo. Na wakati mwingine watu wanapokuwa na mamlaka na ushawishi mkubwa. Sasa hebu fikirieni kuhusu jambo hili.
wanakuwa na ufanisi. Samsoni alikuwa na nguvu, alikuwa na ushawishi, alikuwa na ufanisi. Wakati mwingine wanaanza kufikiri kwamba wanaweza kufanya chochote watakacho na nguvu ya Mungu itasalia nao. Lakini mambo hayaendi hivyo. Ikiwa una nguvu, chunga usije ukajipata siku moja una nguvu iliyoingia dosari. Baki imara katika Mungu, endelea kumtegemea wakati wote. Na kadri unavyozidi kupata ufanisi, ndivyo unavyopaswa kuzidi kumtegemea Mungu, kwa sababu ufanisi wenyewe unaweza kuwa jaribu linaloweza kukupeleka mbali na Mungu.